Karibu sana mwanamichezo wa Biomedia popote pale ambako unaitazama chaneli ya Biomedia. Ni chaneli ambayo inakusogezea habari za michezo, burudani, lakini pia habari za kijamii. Leo bwana tumejikita kukuhabarisha moja kati ya story katika upande wa michezo na burudani ambayo ni sakata la dabi ya Kariakoo, Dar es Salaam Young African dhidi ya Simba Sports Club. Dabi ambayo ilitarajiwa kuchezwa mnamo Machi 8 lakini haikuweza kuchezwa kwa sababu ambazo kwa sasa kila mtu anazijua kwamba zimekwisha kuwekwa bayana. Hivyo vute ni kuvute imeonekana kwenye mitandao ya kijamii, Dar es Salaam Young African akionekana kwamba anagomea endapo tarehe itatolewa rasmi ya mchezo huo kuchezwa tena, basi Dar es Salaam Young African hatoleta timu uwanjani. Mambo ya namna hiyo, lakini pia mambo mengi yamezidi kuibuka katika mitandao ya kijamii. Lakini Biomedia iko kwa ajili ya kukuhabarisha mambo mbalimbali na kujua nini ambacho kinaendelea kwenye taifa letu kwenye pande zote, michezo, jamii pamoja na burudani. So subscribe, gusa alama ya kengele ili uweze kuendelea kuwa mwanafamilia wa channel hii ya Biomedia, lakini pia tufuatilie kwa karibu zaidi kwa ajili ya kuhabarika. Sasa dabi ya Kariakoo, serikali imeingilia kati, imetoa tamko juu ya mchezo huo wa Simba pamoja na Yanga. Nikukumbusha kwamba juzi tumeshuhudia kikao ambacho kimehudhuriwa na viongozi wa serikali upande wa michezo, lakini pia viongozi kutoka Dar es Salaam Young African pamoja na viongozi kutoka Simba Sports Club. Lengo haswa ikiwa ni kuzungumza suluhisho ama mwafaka wa sakata hili itakuwa ni nini. Mechi inachezwa ama haichezwa, lakini pointi 3 endapo mechi haitachezwa itakuwa inaenda kwa nani? Kiukweli ni kwamba serikali pamoja na viongozi wa timu zote hizi mbili wamekaa mwafaka. Ni kwamba serikali imetoa kauli kuhusiana na mechi ya Yanga dhidi ya Simba Sports Club, lakini kauli kubwa pia ni kuhamasisha tu mshikamano wa kitaifa ili kuendelea kuimarisha usalama wakati wa tukio hilo kubwa la michezo. Waziri wa Utamaduni, Sanaa pamoja na Michezo Damas Ndumbaro amesisitiza sana umuhimu wa mashabiki wa timu zote hizo mbili kuonyesha nidhamu na kuacha utani wa jadi ambao unaweza kusababisha migogoro kati ya timu hizi mbili. Lakini pia serikali ya awamu ya 6 kwenye kikao ambacho wamekikaa pamoja na viongozi wa klabu ya Simba pamoja na klabu ya Dar es Salaam Young African imewasihi tu Yanga ambao wanaonyesha kusimamia misimamo kwamba hawatoleta timu uwanjani. Wamewaomba kwamba mchezo tarehe itatajwa ambayo ni lazima itakuwa ni mwishoni mwa mwezi wa 4, na serikali upande wa michezo imewasihi sana Dar es Salaam Young African kucheza mchezo huo tena ambao unatarajiwa kurudiwa. Lakini pia ni kusanotu kwamba Rais wa TFF Wallace Karia pia kwenye kikao hicho ambacho kiliwakutanisha viongozi wa Simba pamoja na Yanga ameendelea kuonyesha misimamo yake kama rais wa TFF kwamba mechi lazima tarehe itatajwa na itarudiwa. Endapo Dar es Salaam Young African itaendelea kugoma na kwamba hatoleta timu uwanjani, basi pointi 3 zitakuwa zinaenda upande wa Simba Sports Club. Inawezekana wewe ambaye unaitazama Biomedia kwa wakati huu unajua kwamba kikao kilikalewa kikihusisha viongozi mbalimbali Simba pamoja na Yanga, lakini hujui nini ambacho kiliafikiwa kwenye kikao hicho. Wacha Biomedia tukusanue mambo ambavyo yalikuwa. Ni kwamba viongozi wamesisitiza Yanga kuendelea kuleta timu uwanjani pale ambako tarehe itatajwa, lakini jambo la kuzingatia ni kwamba mchezo upo na utarudiwa, tarehe rasmi zitatolewa za mchezo huo kuendelea. Hakuna pointi 3 ambazo zinaweza zikatolewa za bure kwenda kwenye timu ambayo haitakuwa imeshiriki mchezo huo, na ukilinganisha ni mchezo ambao una faida kubwa sana kwa timu zote mbili, kwa maana ya kwamba Dar es Salaam Young African kama endapo atapata pointi 3 basi atakuwa anaongoza kwa kiasi kikubwa, hali ambayo inatupa tafsiri sisi wapenzi wa soka kwamba anaweza kawa ndiye mshindi wa kombe la NBC Premier League. Lakini pia endapo Simba Sports Club atashinda mchezo huo na kuchukua pointi 3, basi inatupa taswira kwamba inawezekana Simba Sports Club akawa ndiye mshindi wa kombe la NBC Premier League. Na hii ni sababu ambayo inasababisha mvutano unakuwa ni mkubwa sana, lakini pia kila mtu anakuwa anatetea ya Dar es Salaam Young African anagoma kuleta timu uwanjani kwa sababu zake ambazo yeye mwenyewe mpaka sasa hivi anaziona kwamba
ni kama akicheza mchezo huo atakuwa anaonewa. Je, kule ambako tunaelekea Dar es Salaam Young African atakubali kuleta timu uwanjani au ataendelea kushikilia msimamo wake? Na endapo akishikilia msimamo wake, ili hali serikali upande wa michezo pamoja na burudani, lakini pia ukija kwenye upande wa shirikisho la soka TFF, bado msimamo ni ule ule kwamba hakuna pointi 3 zinaweza zikatoka bure, basi Yanga lazima lete timu uwanjani. Nini kitatokea kati ya Dar es Salaam Young African lakini pia kwa upande wa Simba Sports Club? Nini ambacho kitaendelea? Endelea kuifuatilia Biomedia kwa karibu sana kwa ajili ya update mbalimbali kuhusiana na story ambazo tunakusogezea hapa. Zinakuwa zina muendelezo gani? Kama ambavyo tulianza na adabi, Rais Wallace Karia aliweza kutoa maelekezo kwamba lazima kila timu ilete wachezaji uwanjani, na endapo hautaleta basi pointi 3 zitakuwa zinaenda kwa mwingine. Wengi wakitafsiri kama ni upendeleo kwa klabu ya Simba Sports Club, kwani viko vitu mbalimbali ambavyo walivirejelea vilivyowahi kufanyika huko nyuma katika upande wa soka, lakini bado haijabadilisha chochote mpaka wakati huu. Wapi tunaelekea kuhusiana na sakata hili? Endelea kuifuatilia Biomedia kwa karibu sana, lakini pia TikTok, Facebook pamoja na Instagram tufuatilie kupitia jina moja tu la Biomedia.